Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 1 hadi 7. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema, msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wauchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Hili ndilo neno la Bwana. Wakolosai mlango wa 1 kuanzia kifungu cha 3 hadi 13. Tumshukuru Mungu Baba yake Bwana wetu Yesu Kristo siku zote tukiwaombea, tangu tuliposikia habari za imani yenu katika Kristo Yesu na upendo mlio nao kwa watakatifu wote, kwa sababu ya tumaini mliowekewa akiba mbinguni, ambalo habari zake mlizisikia zamani kwa neno la kweli ya Injili, iliyofika kwenu kama ilivyo katika ulimwengu wote, na kuzaa matunda na kukua, kama inavyokuwa kwenu pia, tangu siku mliposikia mkaifahamu sana neema ya Mungu katika kweli, kama mlivyofundishwa na Epafra, mjoli wetu mpenzi, aliye mhudumu mwaminifu wa Kristo kwa ajili yenu, naye alitueleza upendo wenu katika Roho. Kwa sababu hiyo, sisi nasi tangu siku ile tuliposikia hatuachi kufanya maombi na dua kwa ajili yenu, ili mjazwe maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote na ufahamu wa rohoni. Mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana, mkipendeza kabisa, mkizaa matunda kwa kila kazi njema, na kuzidi katika maarifa ya Mungu, mkiwezeshwa kwa uwezo wote kwa kadiri ya nguvu ya utukufu wake, mpate kuwa na saburi ya kila namna na uvumilivu pamoja na furaha, mkishukuru Baba aliyewastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru. Naye aliyotuokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Na hilo ndilo neno la Mungu. Leo tunataka tukaziangalie mbinu za shetani. Mbinu za shetani. Tunaangalia the strategy of Satan. Mbinu za shetani kuwin maisha yetu. Nataka tukumbuke ya kwamba kanisa la Kristo liko katika vita. Na ninaposema habari ya kanisa la Kristo, sizungumzii Reformed Anglican Church.
lakini nazungumza the body of Christ. Na wale wote wanaoitwa wauchaji wa Mungu, mimi na wewe tukiwa katikati yao ama miongoni mwao, ni kukumbuka kwamba sisi nasi tunahesabiwa katika vita vile. Vita vya Mkristo vilianzia wapi? Vita vya Mkristo vilianzia mahali alipoiacha dunia na kusema mimi ni wa Yesu. Already unaposema mimi nimemkana shetani na kazi zake, publicly unafanya announcement ya kwamba niko tayari sasa kuingia katika uwanja wa vita kupigana. So your battles with the devil started mahali ulipoanza kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hapo ndipo vita vya rohoni vilipoanzia. Kwa muktasari, tunamwangalia shetani katika maeneo matatu, na eneo la kwanza tunamuona shetani kama muongo. Shetani ni muongo, anaitwa the deceiver, si ndio? And then number 2, shetani ni accuser. The devil is an accuser. Na hata si ajabu asubuhi ameenda mbele za Mungu akamwambia, sasa angalia yule mwanao. Ona, kazi ya shetani ni kushtaki. Yeye ni mshtaki. Alafu number 3, he is a killer. The devil is to kill, destroy and kill. So leo tuangalie mbinu ya kwanza as the deceiver. Anatumia nini kutudanganya? Anapokuwa mdanganyifu, target ya shetani katika udanganyifu si roho. Target ya shetani katika udanganyifu ni akili. So the target katika hii strategy yake ya kuwa deceiver is targeting the mind of this person. And then, what are the weapons that are used to deceive your mind? Lies. So, the target inakuwa ni mind, the weapon lies. So, ana target akili yako, lakini akili ataijaza na uongo. Mambo yasiyokuwa ya ukweli ndani yako. And what is his purpose? The purpose is to make you ignorant of God's will and God's word. So anapo corrupt your mind, anakufanya wewe utupilie mbali neno la Mungu na mapenzi yake. Kwa hivyo hutaishi katika mpangilio wa Mungu. This is a summary of the many things ambazo nitazisema, lakini I'm giving a summary in just a single statement. Now, what is then therefore our defense? Tumeona target yake, tumeona weapon yake, tumeona purpose yake, and what is our defense? Our defense remains, yani ni kitu gani tutakachotumia kujikinga sisi, na defense yetu inabaki kuwa the inspired word of God. The inspired word of God. Kwa hivyo kama natushinda shetani na uongo wake, tuhakikishe kwamba we have the word of God live in us, the word of God actively in us, the word of God made active. Nakumbuka kuna siku nyingine nikuja nikafundisha kuhusu kushinda vita vya akili. I think we taught these things. Ukienda wale ambao wako na smartphones, you revisit zile clips zetu za mafundisho, utapata overcoming the battle of the mind, and it's very clear in that. So now tunataka tuangalie the strategy ya shetani, Satan's target. Na tumesema kwamba ana target nini? Ana target mind. And sababu ya kutarget mind ni kwamba anataka kukufanya utilie shaka ahadi za Mungu. Anataka kufanya utilie shaka hata imani unayoamini wewe mwenyewe. Anataka kufanya utilie shaka existence of God. Cha kweli kabisa ni kwamba unapofinywa ama unapokuwa katika changamoto fulani za maisha,
unaweza kosa kuona uwepo wa Mungu. Unaweza kosa kujua kweli katika haya Mungu yupo. Na kuna mwingine aliandika, yu wapi Mungu wakati wa machungu? Where is God when it hurts? Wakati kuna machungu, wakati yani mambo yote yamekorogeka, Mungu huwa anakuwa wapi? Na mara nyingi wakati kama huo, shetani ananena, sauti zinanena kwa wingi ndani yako, na mambo yanaendelea kutendeka pale. Na tunataka tupatie mfano wa kwanza kabisa katika maandiko, katika kitabu ambacho tumesoma, kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3. And when Satan wanted to lead the first man and woman into sin, he started by attacking the woman's mind. So alipotaka kuwaongoza, kuwatoa katika mpango wa Mungu. Sijui kama sikuweko Edeni Adamu na Hawa wakiwa, lakini sijui kulikuwa kumetendekaje, ama ulikuwa ni mpango wa Mungu, huyu mwanamke akamwacha mumewe akapiga mtaa katika ile bustani. Because wakati alikutana na mfano wa shetani, mfano wa nyoka, hawakuwa na Adamu. Na maandiko yanaonyesha wazi kwamba alipokula tunda alichukua, maana aliona lafaa. Kwa sababu ya mapenzi akachukua akampelekea nani? Mume wake. Mume wake naye hakuuliza, akachukua akabwigia. Hakutaka kujua tunda hili limetoka kwa mti gani, akabwigia. Lakini kilichotokea, watu hawa walijipata tofauti na vile walivyokuwa mwanzo. Lakini alianza kutumia nini? Kutumia akili. Naomba msomaji wa leo anisomee waraka wa pili wa Paulo mtume kwa Wakorintho sura ya 11 aya ya 3. 2 Corinthians 11:3. Maana naonea wivu wa Mungu, kwa kuwa naliwakosea mume mmoja, ili nimletee Kristo bikira safi. Lakini nachelea kama yule nyoka alivyomdanganya Hawa kwa hila yake, asije akawaharibu fikira zenu, mkauacha unyofu na usafi wa Kristo. Unaona alisema nini hapa Paulo? Haya mambo yote aliyotendeka, na kwa mfano wa nyoka alivyomdanganya yule mwanamke, na anasema nachelea pia fikira zenu zisije zikaharibiwa. Kwa hivyo hakusema roho zenu, alisema fikira zenu. Kwa hivyo asili ya kuanguka inaanza katika fikira zetu. So akili zetu ni muhimu sana katika hata kuabudu Mungu. Paulo akasema, mimi nitamwabudu Mungu kwa roho na kisha nitamwabudu kwa akili pia. Kwa hiyo ninamsifu kwa roho na nitamsifu kwa akili. Unasifu vipi kwa roho na kwa akili? Ya kwamba worship ni activity ya Roho Mtakatifu, lakini pia akili lazima iwepo. Akili iwe imeelekezwa kwake Mungu, na tena akili inaangalia masaa. Usiambie kama uabudu usifu the holiday. Akili. Na kuna siku moja nilisema kwa sababu tunamwabudu kwa roho na kwa akili, tunapoingia katika maombi, kuna maombi mengine si ya kuomba hadharani, ni ya mtu kwa sababu ya akili ajifungie kwenye chumba chake cha siri aweze kuomba. Maana ni maombi si ya kuomba hadharani. So hapa Paulo anasema asije akawadanganya akili zetu. Kwa hiyo unakuta akili ni kiungo muhimu sana. Your mind is the part of the image of God, where God communicates with you and God reveals his will to you. It is so unfortunate ya kwamba mara nyingi hatufanyii kazi akili zetu. Unaweza kupata baba mzima, ile video ana watch ni video ya ajabu ajabu, na ni baba mzima tu. Wewe kama unaangalia vitu vina corrupt mind yako, hiyo moyo utakuwa namna gani? Baba mzima ama mama mzima amezubaa kwa simu, ukiona kila anachokiangalia ni cha ajabu ajabu. What do you expect? So hata katika kushinda vita hivi, akili zetu lazima zikawe sober, and that is what the Bible talks about, be sober minded.
And the Bible is talking about being sober minded. Haaminishi kwamba sisi ni wendawazimu, lakini akili zetu zikawe macho, kwa sababu ni area ambayo shetani anaitarget. Bwana Yesu asifiwe. Sometimes we have minimized the importance of the mind. We have minimized. In this spiritual journey, we have minimized the importance of the mind. And sometimes tunakuanga, hata sema ni kiroho sana, but we become more emotional than being spiritual. No? Ephesians 4 verse 17. But it's a very long text. You can just write it down. But I want to read Romans 12 verse 2. Amen. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. And it talks about the renewing of the mind. So if we are to overcome Shetani, our minds must be made new. And I talk about this, the salvation of the mind, the transformation of the mind. Ya kwamba akili zetu ziweze kubadilishwa. Hapa nasema nia zetu zikawa zimebadilishwa, kufanywa upya nia. Sijui kama tulipompokea Yesu Kristo nia zetu zilifanywa upya, ama we concentrate on the spirits and forget about our minds. Wacha nikwambie kitu. Hata ukienda pale, kuna watu ambao hawatosheki na nguo na hawazivai. Kila botiki akipita akiona nguo mpya ananunua. Na si kwamba anavaa. Si kwamba anavaa, amerundukiza. Kuna mrundo wa nguo havai. Kwa sababu gani? Sababu ana tamaa. Na chanzo cha tamaa ni nini? The process of buying something inaanzia wapi? Inaanzia kwa akili. Inaanza kwa akili. Hata ile unaona unahisi njaa kwa sababu akili imeconnect hapo una njaa. Lakini the moment you are busy, kuna watu wamefanya kazi throughout mpaka saa lunch hour imepita. Na sio kwamba tu umekula asubuhi ukula, lakini unajipata umeenda because the mind is out of that hiyo njaa. Umejitoa huko, umefanya disconnection. Hasa mind yako inaangalia kazi ile ambayo umepewa, the work on your table, ndio una focus nayo. Lakini the moment ukitoka pale now uanze kusikiza hisia za mwili, unasikia njaa na kuna ile mkono wa ajabu hujaisikia. Ndio maana akili inafanya kazi kubwa sana katika maisha yetu, na ni lazima tukatemu how our minds operate. The mind must be subjected to the law of Christ. Bwana Yesu asifiwe. Akili zetu zifanyie kazi. Ndio nilikuwa nasema story yule mama ambaye gunia sini magunia mani wardrobe zimejaa, hata naziweka kwa ile inaitwa ile bucket, ile basket. Lakini sasa huyo mtu ananunuaje? Ameona, si ndio? Alipoona macho ikaleta attraction. Ikaleta attraction. Ilipoleta attraction, ukarudi, have I seen right? Anaingia kwa duka, anarudi nyuma, sasa alikuwa amepita, anarudi bado unapata kasket kazuri, huku panga ununue. Lakini macho imeona, you be attracted. Ukiingia pale, na hii ni ngapi? Na hii. Ndio maana naambia ukienda supermarket, enda na shopping list. Usije ukarudi hapa nyumbani na vitu ambavyo si muhimu huku panga kununua wakati kama huo. Maana akili ikiona inaanza kucommunicate. Mwanzo ukienda Naivas, offers ni nyingi. Hallelujah. Can we work on our minds? It's very important. Very important. Ukiona mtu umempisha, habari dada, mzuri kaka, na akapita akaenda, halafu akarudi akaangalia tena mara ya kwanza, halafu aende tena afike mahali aangalie mara ya pili, unajua sasa huko si kuangalia kwa kawaida. Ile second glance inataka kuconfirm, is what I have seen right? So akili, mimi wanasema mtu afanye dhambi kwa sababu ya kufanya dhambi. Activity ya dhambi ni akili. Inaanza kwa akili. So ukiweza kushinda akili na akili yako ibadilike,
unakuwa mtu mzuri. So God renews our lives by renewing our minds. Na nasema hapo, when our minds are renewed, we can understand the perfect will of God. That means wakati nia yako haijafanywa upya, hutayafahamu mapenzi ya Mungu. Ndiposa unapojipata katika changamoto, tutanungunika, tulaumu Mungu, tulani Mungu, tulani majirani, tulani maadui, tulani familia, lakini wakati nia zetu zimebadilishwa, hutamuona mtu katika shida yako. I was like that. I later came to understand it was for the glory of God. Na Mungu aliruhusu yapite hayo, yapite ili anifanye kuwa mtu bora kuliko vile nilivyokuwa zamani. Ukiwa nia yako imebadilika, in every problem you will take the positive. You'll teach your mind to learn. And this truth was emphasized in the word about Yesu Kristo alisema in John 17:17. The Lord's Prayer in John 17. Soma. So renew your mind. Nasema hivi, watakase kwa ile kweli. Neno lako ndio kweli. Watakase kwa hiyo kweli. Neno lako ndio kweli. Sisi hapa wote, kuanzia hapa mpaka our media person na kwenda huko chini, tunahitaji kutakaswa na hiyo kweli, ili wote tuweze kuliamini neno la Mungu na kuziamini ahadi zake. Akili zetu lazima zitakaswe, zifanywe kuwa upya. I want to tell us this, that if Satan can get you to believe a lie, then he can begin to work in your life to lead you astray. If the enemy can allow you to believe a lie, that is the beginning ya wewe kuanza kumtumikia nani? Shetani. Na Wakristo wengi tunaishi katika uongo wa dunia. Tunaishi katika uongo wa Shetani. Because hatujakuwa na utayari wa kungoja kusudi na mapenzi ya Mungu. I want us to understand that the will of God is good and it is not burdensome. Ni Shetani ndiye anataka kufanya mapenzi ya Mungu yawe ni magumu, lakini mapenzi ya Mungu ni mazuri, na ni jukumu ya sisi tuweze kujiweka katika mapenzi ya Mungu. The will of God is not burdensome. It is good. The reason why Shetani anataka uamini uongo ni kwa sababu anajua akiweza kushika akili yako, ameshika maisha yako yote. Utapelekwa huku na huku kama upepo. Utakuwa controlled kama vile uko na mamlaka ya remote. Ukifanya hivi, una switch to another channel. So wakati the enemy amecapture mind yako, anakutengeneza vizuri mpaka usikie kwamba umetengenezwa. Paulo katika waraka kwa Wafilipi sura ya 4 aya 8 anasema hivi: Finally, brethren, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is holy, whatever is of good repute, if there is any excellence and if there is anything worthy of praise, dwell on these things. Philippians 4:8. Tunaweza kufanya maisha yetu ama akili zetu zikaweze kuyawaza yale mambo yaliyo mema. Akili zetu ni muhimu sana, maana ni kupitia kwa akili. Hapa kuna watu wanaishi leo, we are in 2025, but ukiwaangalia kwa akili zao wanaishi 1963. But we are in 2025, lakini akili zao bado wanafikiria vile babu yao alivyowatesa in 1960. Why am I saying this? The mind is inaweza kukufanya wewe kurudi nyuma.
The mind operates like a computer, and that is why sometimes ukiwa down it takes you back to many years. Zamani mimi nilikuwa sikuwa hivi. Mwanzo kama umefukuzwa nyumba sikuwa hivi. Kama ningekuwa zama zangu mimi sikuwa hivi. The mind remembers many things back. So tuache umaskini wa akili. Ndio tukitoa hizo vitu zimeshika akili zetu, tunaweza kuthink soberly na ku make the right decisions. Hata maamuzi tunayoyafanya yanachangiwa sana na jinsi akili zetu tumeziweka. Inafikia mahali umengoja mume mpaka usema atakayekuja mimi naona nitaenda tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wasichana tunaweza fanya kazi kwa mikono yetu. Nilikuwa naambia watu hapa, tunaweza fanya kazi kwa mikono yetu. Sikuenda huko Watamu, ni mabichi basi, ni mabichi na kutembea na vinyanya. Tunakosa kujaza nchi hapa. Wewe unaenda kuolewa na kibabu, utazaa saa ngapi? Babako na mamako anangoja mjukuu. Babu amechoka. In Africa, we believe much in procreation, multiplication of our families, extending the clan. Leo unatembea na jizee, hata kama kutembea ni shida, ni kazi gani atafanya? Ni vipi bwana? Kutembea kwenyewe mzee miguu inatetemeka. Ni kazi gani atafanya? Ulete wajukuu hapa nyumbani. Lakini tunafanya hivyo kwa sababu nini? Tunapenda vitu vya rahisi. Na wasichana wengi wako hivyo. Can't we work with our own minds? With our own hands? Na ukiangalia wote, they are university, they are graduates. Watu wamesoma wako na colleges. Let's change our minds. Si lazima wale na mzungu ndio uishi vizuri. Na watu wengi sisi hata hatushindi vita kwa sababu ya hiyo mind. Tukiona mtu tayari hivi tunatetemeka, maana huyu tunamjua ni mchawi. Nataka niwatie moyo, wachawi wako hapa Kenya. Wachawi wako familia zetu. Na wacha niwaambie, hata fadhali mchawi anayetumia dawa kukuroga kuliko mchawi wa maneno. Huyu mchawi wa maneno ni mbaya zaidi. Huyo mtu ni mbaya kuliko yule ambaye anaenda huyu basi akipita hapa huyu akipita akikanyaga tu miguu inavunjika, anaweka maneno yake pale. Lakini je, tutakosa kuendesha magari maana kuna wachawi? Mama, uvae magunia holiness, uvae gunia, na Mungu amekupatia neema ya kuvaa dera nzuri na kujimwaya kutendereza kwa sababu ya Kristo, kwa sababu unaogopa utarogwa kule Buguta. Haiwezekani. Lazima tukaifurahie neema ambayo Mungu ametupatia. There is power in our minds. Haleluya. Kama Mungu amekupa neema, vaa nguo nzuri. Vaa. Tembea kichwa juu, kifua mbele, vitu zote weka nyuma. Tembea, unatembea kwa sababu Kristo amekufanya kuwa vile ulivyo. Let me surprise you. You only have this moment to be happy. You only have this moment to be happy. Make yourself happy in the Lord. Rejoice in the Lord. Because a time of mourning may come. Acha niwaambie, each day, live each day at a time. Hii siku Bwana anatuifurahia. Maandiko yanasema siku hii ndio Bwana aliyoifanya, na tuifurahie na kuishangilia. Hasa Mungu anapokupatia siku, furahia. Hata watu wanasema ule naye inuka. Unajua unaweza kuwa mfupi lakini ukatembea katika njia ya kwamba unakuwa mrefu, maana sasa unatembea kwa ujasiri. Vitu vyote wanaweka kando. Tusiishi katika tabu zetu. Usiruhusu akili yako ikurudishe nyuma. Katika nyimbo standard kuna wimbo ambao unasema maisha ya mwanadamu ni siku tatu. Wanasema kuna siku ya jana, kuna siku ya leo na siku ya kesho. Na anasema siku mbili si za mwanadamu. Jana maana ishapita na hautarudi jana. Na kesho hujui itakavyokuwa, maana iko katika mkono wa Mungu. Kwa hivyo mwanadamu siku yake ya kuishi ni lini? Leo. So live today. Kama umeamka na appetite, pika ka ugali kako vizuri. Yes. Kama inaitwaje tumbukiza.
Umeamua kutengeneza tumbukiza, pika tumbukiza yako mzuri. Halafu ambia moyo tulia, usherehekee baraka za Bwana. Kunja miguu ukiwa na uwezo wa miguu inaweza kukunjika. Kunja miguu, keti vizuri, twanga sima yako. Ukitoka hapo geukia ukuta, ambia Baba, sifa na utukufu ni zako, maana ndio uliyeyafanya haya. Kila kitu tulicho nacho ni kazi ya Bwana. Live today, for you don't know what tomorrow will happen. Amen. Sababu ni haya, tunavyojipeleka ndivyo tutakuwa. Shetani navyo atajua huyu ni msofti. Umekusikia watu wanasema huyu ni msofti, ukimwendea ni rahisi kumpata. Lakini ukikaa unajishikashika, watu wanakushangaa. Surprise your enemies. Surprise them. Pale walipokuacha wakupate hauko hapo. Surprise them. Najua kuna watu wanakatiba kwamba sasa ungekuwa umeisha, lakini surprise them. Amen. Unajua kuna mitumba first class. Ukivaa utafikiria ni nguo mpya. Wacha kutembea hivyo hebu kujihurumia. Wacha kujihurumia. Amen. Kuna watu wanafuga ng'ombe na hakunywi maziwa. Wataka kuyauza maziwa yote kwa nini? Utafugaje ng'ombe wa maziwa na ukose kunywa maziwa? Unakonda kwa sababu kunywa maziwa kama pussycat. Sura za kukunjana hapa sitaki, kwa sababu the Lord has done it for us. The Lord has done it for us. He has paid the cost that sisi tungelipa. Yeye ametulipia deni. Amen. Kwani unataka kumtangazia mtu huna kitu? Wamtangazia nani? For what benefit? Lakini sasa naona watu hapa raka. Mungu amewainua viwango, lakini wanajilazimisha wakae hapo katika kundi la hoyai. Hapa sioni maskini hapa. Amen. Sisi sote ni watu tulio na uweza wetu, lakini shida ni akili ya sina. Kwa hivyo utaitwa mesina. Si Mungu atubariki jamani. Amen. Atutendee mambo mazuri. Amen. Na leo ombi letu la leo ni kwamba Bwana abadilishe nia zetu. Atupe mtazamo upya wa maisha. Kukosa leo si kukosa kesho. Bwana, kuyawaza yale yaliyokupendeza wewe na yaliyo katika sawia na neno lako. Na kushukuru kwa kusema nasi na kutukumbusha kwamba akili zetu na nia zetu zina sehemu kuu sana katika kushinda vita vya rohoni. Bwana, kama vile Paulo alisema, usipatishe tamaa na namna ya dunia hii, bali tukafanye upya nia zetu ili tukaweze kuyatambua makusudi yako. Natamani kwa kusema nasi uondoe chochote ambacho Bwana kinaweza kutumika kutufanya nia zetu ziwe mbali nawe. Tusaidie kwa rehema zako Bwana kufanya upya mawazo yetu. Mara nyingi tumejidharau wenyewe, tumejiona kwamba hatufai. Mara nyingi tumesababisha kwamba shetani akapata mwanya kutugandamiza na kutuweka chini kwa sababu ya mawazo yetu yaliyo duni. Hivyo tusaidie Bwana kutupatia ujasiri na ukomavu wa mawazo. Ni Mungu, na kuendelea kuishi kutumainia wewe. Tuendelee Baba kuchukua majukumu yetu na kuyafanya sawia na ahadi yako. Saidia kila mmoja aliyesikia neno hili likawe kumbukumbu siku zote za maisha yetu, na likatae matunda ya maisha mema, na hatimaye heshima na sifa zikurudie. Endelea kusema na moyo wangu kama mtumwa wako, ukajipea wewe utukufu na sifa. Najua kama sitoweza bila wewe. Hivyo enda nami Roho Mtakatifu Baba, leo kwa mwalimu mwema kutufunza na kutuelekeza katika njia zako. Katika jina la Yesu Kristo Mwokozi tumeomba. Wewe Bwana
zako ni za ajabu Bwana, utukufu wako ni wa ajabu Jehova, unastahili Mungu wa Israeli Baba. Haleluya, haleluya. Haleluya, ninakuinua Yesu, ninakuabudu mtakatifu, unastahili heshima na maabudu zetu Bwana. Mungu unaweza, unatenda makuu Bwana, wewe ni Mungu wa ajabu, Mungu usiyefananishwa na yeyote Bwana, wewe uliyeko na utakaye kuweko milele.